Mpendwa, Bwana asifiwe. Karibu tena katika habari njema zenye matumaini siku ya leo. Ninakuja tena na habari njema itakayofufua tumaini jipya katika maisha yako. Ninajua kuna mambo mengi unayoyapitia katika maisha yako ambayo mengine umeyakatia tamaa, lakini tunamshukuru Mungu kwa kutupatia visa mbalimbali ndani ya Biblia ambavyo vimeandikwa ili vitujenge mioyo na kuinua na kufufua matumaini yetu. Siku hii ya leo ninayo habari njema kutoka katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 katika fungu lile la 20. Neno linasema, mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata iletapo hukumu ikashinda. Ukisoma vizuri mafungu haya yanazungumzia habari za mwanzi. Mwanzi ulitumika sana katika kacha ya Kiyahudi kutengenezea, watu walitengenezea mikoba waliovaa kina mama, walitengenezea mikanda kwa ajili ya kuvalia nguo, lakini pia walitengenezea fimbo za kifalme. Lakini pia mwanzi huu waliutumia kutengenezea matirio mengi ambayo inasemekana pia hata viatu alivyovivaa Yesu inasemekana ya kwamba vilitengenezwa kwa mti huu wa mwanzi. Mwanzi ni jamii ya mti ambao ulikuwa na faida, lakini mahala fulani ukishakuwa umeonekana umepondeka, ulionekana kama usio na faida. Lakini Biblia inasema mwanzi uliopondeka hata uvunja, na wala utambi ufukao moshi hata uzima, hata iletapo hukumu ikashinda. Kwa nini? Mwanzi uliwakilisha mwanadamu ambaye amekata tamaa. Mwanzi uliwakilisha mwanadamu ambaye amevunjika moyo. Mwanzi uliwakilisha mwanadamu ambaye amedharauriwa. Mwanzi uliwakilisha mwanadamu ambaye kiukweli aliona hana tumaini lolote. Na ni kweli mimi na wewe hatukwai kuwa na matumaini, lakini Baba yetu wa mbinguni kwa kutupenda akaleta matumaini mapya, na ndiyo maana Yesu Kristo akafa ili sisi wote tupate matumaini mapya. Yaweza kuwa umezarauliwa, yaweza kuwa hata shetani amekutazama kana kwamba wewe hauna thamani yoyote. Ngoja nikwambie, hata kama watu wangekudharau katika mapito unayoyapitia, yupo Mungu ambaye anakujali. Hata kama ulikuwa umeanza kupondeka, hata kama ulikuwa unaonekana kana kwamba wewe huna thamani yoyote, sikiliza, Yesu yupo ambaye ananyunyizia maji tena juu ya mwanzi, na mwanzi huo upate tumaini jipya, uchipuke tena, uzae tena matunda, upate faida tena katika matumizi yake. Yaweza kuwa kabisa kuna mambo mengi ambayo yamekosekana katika maisha yako. Jirani amekudharau kwa sababu ya mazingira ulionayo, au rafiki amekudharau kwa sababu ya hali ulionayo ya kiuchumi, au pengine yaweza kuwa ni rafiki yako wa kawaida ambaye ulitamani akutie moyo. Yaweza kuwa umedharauriwa kwa sababu ya kitu ambacho wewe hauna. Nataka nikutie moyo, hata kama wakudharau, lakini Yesu anasema mwanzi uliopondeka, mwanadamu ambaye amepondeka si na tumaini, anasema hautavunjika. Na kwa kuwa hautavunjika, mtegemee yeye, anyunyize tena maji ya baraka maeneo ambayo hayana mibaraka. Anyunyize tena tumaini jipya kwako ambayo umekata tamaa. Na kisha anasema ya kwamba utambi ufukao moshi hata uzima. Tunajua ya kwamba kazi ya utambi ni nini. Wale ambao wametumia koroboi au chemuri za kusomea kuweka mafuta ya taa wanaelewa ya kwamba utambi kazi yake ni kufanya connection, ukitoa moto kupitia mafuta ya taa yanayowaka. Na kwa sababu hiyo hata mimi nakutia moyo, Yesu ambaye ananyunyiza maji, baada anaweza kunyunyizia pia Roho Mtakatifu, ukawaka tena vizuri, ukaangaza tena, akakurudishia tena mwangaza katika maisha yako. Na kwa sababu hiyo ninakutia moyo ya kwamba mpokee Yesu. Yeye atakusaidia na kuleta tumaini. Hata kama ungedharauliwa na baba, hata kama ungedharauliwa na ndugu zako, hata kama angekudharau yeyote, yupo Mungu aliyesema wewe hata kama wanakuona kana kwamba umepondeka, hautavunjika, utaishi, utasurvive, utaendelea kula, utafanikiwa kwa utukufu wa jina la Yesu. Maana Biblia inasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, tena roho zao waliopondeka huwaokoa.
katika hilo lilovunja moyo wako, Yesu yuko karibu nawe. Katika hilo ambalo limeponda moyo wako ukakata tamaa, hata katika hilo yuko hapo ili akuokoe. Na hivyo basi mpatie nafasi ili atengeneze jambo jipya tena katika maisha yako. Mungu akubariki, akutendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tukutane tena katika season inayokuja.